na kitabu tunachokisoma ni kitabu cha al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, al-Fusul fi sirati ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, na jina la kitabu ni madarasa yanayohusu sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika darasa ya kwanza iliyotangulia tulisoma utangulizi wa mtunzi wa kitabu hichi, kisha na sehemu katika nasaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na tuliishia nasaba ya babu zake mtume sallallahu alayhi wasallam, tukianza na Abdu al-Muttalib, na tulieleza kuwa nasaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam inafika mpaka kwa Ismail ambaye ni mtoto wa Ibrahim alayhi salam. Kwa nasaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam inafika mpaka kwa Ibrahim, ni jambo ambalo hakuna shaka ndani yake. Lakini hii nasaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam imegawika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza kuanzia babu yake Abdul Muttalib mpaka babu yake wa 20 Adnan. Hapa hakuna khilafu kwa wanawachuoni, kwa maana wanawachuoni wote wamekubaliana idadi ya mababu wa mtume sallallahu alayhi wasallam kuanzia Abdul Muttalib mpaka Adnan, idadi yao ni 20. Wakakubaliana vile vile katika majina yao. Ama baada ya Adnan mpaka kwa Ismail wakatofautiana idadi ya babu zake waliokuwa hapa katikati, na vile vile wakatofautiana majina yao, lakini hakuna shaka kuwa inafika kwa Ismail. Ama baada ya Adnan mpaka kwa Ismail, hapa katikati wanaochuoni wametofautiana idadi ya wale waliokuwa baada ya Adnan mpaka kwa Ismail alayhi salam wako wangapi. Hivyo hivyo majina yao watofautiana. Ama kuanza babu yake wa kwanza Abdul Muttalib mpaka kwa Adnan, hakuna khilafu ya aina yoyote, si katika upande wa idadi wala si katika upande wa majina. Wamekubaliana idadi yao ni 20, na vile vile wamekubaliana majina yao. Na vile vile tulieleza kuwa Muislamu kufahamu nasaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni jambo muhimu zaidi kuliko kufahamu nasaba yake. Muislamu kufahamu nasaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni muhimu zaidi kuliko yeye kufahamu nasaba yake. Kwa nini? Kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam afdalul khalq, ni bora ya viumbe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko yeye, bali afdalul anbiya'i war rusul, ni bora ya manabii na mitume. Kwa bora mtu usijue nasaba yako, lakini ujue nasaba ya yule ambaye ni mtukufu wa viumbe, ambaye ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalau ujue nasaba ya mtume mpaka kwa babu yake watano, Muhammad ibn Abdullah, baba yake Abdullah, kisha babu yake wa kwanza ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim babu yake wa pili, ibn Abd Manaf babu yake wa tatu, ibn Qusay, ibn Kilab. Angalau mtu afahamu mpaka babu watano wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kuanzia Abdul Muttalib mpaka kwa Kilab. Na yule ambaye atakayefahamu mpaka kwa Adnan inakuwa bora zaidi, kwa sababu ni nasaba ambayo wanachuoni wamekubaliana idadi ya mababu waliokuwa hapa na vile vile majina yao. Kwa hiyo babu yake wa kwanza ni Abdul Muttalib, kisha ibn Hashim, kisha ibn Abd Manaf, kisha ibn Qusay, kisha ibn Kilab, kisha ibn Murra,
ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr. Hawa 10. Ibn Fihr, kisha ibn Malik, ibn an-Nadr, ibn Kinana, ibn Khuzaima, ibn Mudrika, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan. Jumla 20. Hapa hakuna khilaf kwa wanachuoni juu ya idadi ya hawa mababu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hivyo hivyo majina yao. Na baadhi ya mashekhe wamekusanya nasaba hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika beti 5. Kwa wale wanafunzi ni muhimu kufahamu hizi beti 5. Maana yake ukishafahamu beti hizi 5, maana yake wewe umehifadhi nasaba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuanzia babu yake Abdul Muttalib mpaka kwa Adnan. Abau sayyidil wara ala rutab, mababa wa bwana wa viumbe wapo katika mpangilio huu ufuatao. Abau sayyidil wara ala rutab huwa ibn Abdullah Abdul Muttalib, yeye ni mtoto wa Abdullah Abdul Muttalib, babu yake wa kwanza. Wa Hashim wa pili. Abd Manaf ibn Qusay wa 4. Ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr. Wa Malik Malik والنضر قل كنانة كذلك. النضر كنانة، خزيمة، مدركة، إلياس، ومضر، نزارهم قياس، ثم معدت بعده عدنان، وبعد ذاك اختلف الأعيان. بعد ya hapo wametofautiana wanawachuoni. Maana ukienda ukiandika kwenye internet aba sayyidil wara ala rutab, utaletewa hizo beti 5 vizuri hizo, kwa wale wanafunzi wadhibiti, ili iwasaidie katika kuhifadhi nasaba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuanzia Abdul Muttalib mpaka kwa Adnan. Ama ambaye atashindwa basi aishie babu yake wa 5 Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni Kilab. Tukirudi kwenye kitabu cha Al-Fusul fi sirati ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, tulishia baada ya kutaja jina lake Mtume sallallahu alayhi wasallam na jina la baba yake, akataja ndugu wa baba yake wa kiume na wa kike. Wa kike akasema wa Safia wa Atika wa Arwa wa Umayma wa Barra wa Ummu Hakim, na huyo Ummu Hakim wa hiya al-Bayda, ndio yule anaitwa al-Bayda. Hawa ni ndugu wa baba yake Mtume wa kike, kwa maana ni shangazi zake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kulluhum, wote hao kuanzia Abdullah mwenyewe, ndugu zake wa kiume, ndugu zake wa kike, wote hao auladu Abdul Muttalib, hao ni watoto wa Abdul Muttalib, babu yake wa kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hapa tupendeza watu waweke namba, yani kila tukitaja babu wa Mtume waweke namba, kwa sababu anataja babu wa Mtume na ndugu zake, hajataja moja kwa moja nasaba ya Mtume peke yake, babu wa Mtume na ndugu zake. Sasa ili usichanganyikiwe, manake uweke namba, wa kwanza ni huyu. Kwa hiyo hao wote ni watoto wa Abdul Muttalib. Namba 1, babu wa kwanza wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Abdul Muttalib. Kisha akasema wasmuhu Shaybatul Hamdi ala sahih, na huyu Abdul Muttalib jina lake ni Shaybatul Hamd. Abdul Muttalib sio jina lake, ni laqab. Abdul Muttalib sio jina lake, ni lakabu, nickname, lakini ni maarufu kwa lakabu yake. Kwa hiyo mtu inawezekana lakabu yake ikawa mashuhuri kuliko jina lake. Mfano Abdul Muttalib, hii Abdul Muttalib sio jina lake, lakini lakabu yake.
nickname yake, mtumwa wa Al-Muttalib. Jina lake ni Shaybatul Hamd, na sababu ya au kisa cha kuitwa Abdul Muttalib, huyu Al-Muttalib, tutaona huyu Al-Muttalib ni ndugu wa Hashim. Yani Abdul Muttalib baba yake ni Hashim, katika ndugu wa Hashim ni Al-Muttalib. Kwa ni nani yake? Abdul Muttalib baba yake ni Hashim, baba yake ni Hashim, katika ndugu wa Hashim ni Al-Muttalib. Umeeleka? Kwa hiyo Abdul Muttalib, Muttalib kwake itakuwa ni nani? Baba yake ima mkubwa au baba yake mdogo. Nimeeleka? Kwa sababu ya kuitwa mtumwa wa Al-Muttalib, alitoka na baba yake mkubwa Al-Muttalib, au baba yake ndugu wa baba yake, alitoka naye kwenye safari akaja naye Makka. Walipokuwa wanaingia Makka, huyu Abdul Muttalib alikuwa ana vumbi kwa sababu ya yale mashaka na tabu ya safari. Alikuwa na vumbi, kwa alikuwa kama ana uweusi katika uso wake. Watu wakajua kwamba huyo ni mtumwa wa Al-Muttalib. Yani huyu kijana ambaye ni Abdul Muttalib, huyu ni mtumwa wa Al-Muttalib, kumbe ni mtu na baba yake mkubwa. Imeleka hapo, ndo akaitwa Abdul Muttalib. Watu wa Makka wakajua kwamba huyu ni mtumwa kulingana na ile hali yake ya uweusi na vumbi aliyokuwa nalo kwa sababu ya safari. Wakasema huyu utakuwa ni mtumwa wake, kumbe ni mtoto wa kaka yake, na huyu ni baba yake mdogo au baba yake mkubwa. Akaitwa Abdul Muttalib, ikashuhurika hii lakabu yake, lakini jina lake Shaybatul Hamd. Ndio anasema wasmuhu Shaybatul Hamdi, jina lake ni Shaybatul Hamdi ala sahihi, katika kauli sahihi. Manake zipo kauli nyingine ambazo zinataja na kueleza jina lake lilikuwa ni lingine tofauti na hili, lakini kauli sahihi kwamba jina lake Abdul Muttalib, babu yake wa kwanza wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa ni Shaybatul Hamdi. Huyu Abdul Muttalib ibnu Hashim, ni mtoto wa Hashim, ni mtoto wa Hashim, babu yake wa pili. Andika namba 2, huyu ni babu wa pili wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Kwa hiyo Abdul Muttalib ibn Hashim ni mtoto wa Hashim, babu wa pili wa Mtume sallallahu alayhi. Wasmuhu Amr, na jina lake ni Amr. Kwa hiyo Hashim ni lakabu yake, nickname yake, jina lake ni Amr. Hapa utagundua kuwa zamani Waarabu wengi lakabu zao zilikuwa ni mashuhuri kuliko majina yao, kiasi ambacho mtu anaweza kujua kwamba Hashim ni jina lake, kumbe si jina lake, ni lakabu yake. Wasmuhu Amr, na jina lake ni Amr. Wa huwa, na huyu Hashim, sasa hapa anataja ndugu zake. Wa huwa, na huyu Hashim, akhu Al-Muttalib, ni ndugu wa Al-Muttalib. Ndio yule sasa alitoka safari na Shayba, ambaye ndo Abdul Muttalib. Alitoka safari na Shayba, wakaingia Makka. Ikaonekana kwa ile hali waliokuwa nayo kwamba mtu na mtumwa wake, kumbe ni mtu na baba yake mkubwa, na mtu na mtoto wa kaka yake. Kwa hiyo Al-Muttalib alimchukua Shayba ambaye ndo Abdul Muttalib, wakarudi Makka. Ile hali waliokuwa nayo watu wakajua kwamba huyu ni mtumwa wa Al-Muttalib, kumbe hapana, ni mtu na baba yake mkubwa, na huyu ni mtoto wa kaka yake. Wa huwa, na huyu Hashim, akhul Muttalib, ni ndugu wa Al-Muttalib. Wa ilayhima, na kwa wao, yani Hashim wa Al-Muttalib, kwa wao nasabu dhawil qurba, hurejea nasaba wa ndugu wa karibu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ilayhima, kwa wao, kwa Hashim na kwa Al-Muttalib,
hurejea nasabu dhawil qurba, nasaba ya ndugu wa karibu wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanapotajwa ndugu wa karibu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wanapotajwa ahlul bait, watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wanaingia wake zake na wanaingia koo ya Hashim na koo ya Al-Muttalib. Ndio maana akasema na kwa wao urejea nasaba ya watu wa karibu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, banu Hashim wa banu Al-Muttalib. Kwa hiyo ndugu wa mtume na watu wa nyumba ya mtume ni banu Hashim wa banu Al-Muttalib, ni koo ya Hashim na koo ya Al-Muttalib. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inma banu Hashim wa banu al-Muttalib shay'un wahid, kwamba koo ya Hashim ambaye ni babu yake wa pili Mtume sallallahu alayhi wasallam, na koo ya Al-Muttalib ambaye ni ndugu wa Hashim, ndugu wa baba yake, shay'un wahid, ni kitu kimoja. Na sababu ya hawa tutaona kuna ndugu wengine Hashim na ndugu yake wengine. Tuendelee. Hashim wa huwa akhu Al-Muttalib, ni ndugu wa Al-Muttalib. Wa ilayhima, na kwa wao Hashim na Muttalib, nasabu dhawil qurba, kwa wao hurejea nasaba ya watu wa karibu wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa Abdi Shams, vile vile Hashim ni ndugu wa Abdi Shams. Wa Naufala, na ni ndugu wa Naufal. Kwa hiyo Hashim wa kwanza, ndugu yake wa pili Al-Muttalib, watatu Abdi Shams, wanne Naufal, wako wanne. Hawa wanne anasema arba'atuhum, hawa wanne abna'u Abdi Manafi, ni watoto wa Abdi Manaf. Hawa wanne hawa abna'u Abdi Manafi, ni watoto wa Abdi Manaf. Kwa hiyo hawa wote hawa Hashim, Muttalib, Abdi Shams na Naufal, ndugu hawa. Lakini watu wa karibu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wanapotajwa watu wa nyumba ya mtume, wanatangulizwa banu Hashim na banu Al-Muttalib, banu Abdi Shams, banu Naufal, pamoja kwamba wote hawa ni ndugu, lakini wao hawaingii katika alun nabii sallallahu alayhi wasallam. Mtume akawafanya banu Hashim na banu Al-Muttalib ndio kitu kimoja. Katika moja ya sababu wanaochuoni wanasema, moja ya sababu kipindi kile mtume sallallahu alayhi wasallam alipoanza kulingania Uislamu na tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kuwabainishia watu upotevu waliokuwa nao katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Makuraish, Waarabu wote walikubaliana juu ya kumuua mtume sallallahu alayhi wasallam. Walienda kwa banu Hashim wakasema, sisi tutawapa kijana, kama ikiwa mnataka kijana tutawapa kijana aliyekuwa mzuri tu, aliyekamilika, mwenye nguvu, mwenye kila sifa za kijana, tutawapa sisi, mtupe huyu Muhammad tumuue. Banu Hashim wakakataa. Hawakukataa kwa sababu ya Uislamu, lakini walikataa kwa sababu ya udugu. Hatuwezi sisi, tutakuwa hatuna akili tumtoe ndugu yetu wa damu nyinyi mumuue, kisha mtupe kijana wenu tumlelee. Hiyo aliingia akili. Wakakataa. Na vile vile waliokataa jambo hilo ni Banu Al-Muttalib, wakaungana na Banu Hashim, ikawa ni sababu ya kukatwa miaka mitatu wote. Asili ni Banu Hashim na Banu Muttalib hawakuwafikiana, hapana, hawa ni ndugu zetu. Wakawa nao miaka mitatu, wakawa wapo katika kama kifungo, kwa maana hawaozeshwi, hawauziwi vitu vyao. Kwa walikuwa ni kipindi cha shida na kipindi cha dhiki. Kwa hiyo shida, dhiki wakapitia wote, Banu Hashim na Banu Al-Muttalib. Mtume akasema inma Banu Hashim wa Banu Al-Muttalib shay'un wahid, ni kitu kimoja, kwa sababu ya yale madhila waliyopitia kipindi kile baada ya kutengwa na Waarabu wengine. Kwa kuna hukumu mbalimbali zinawahusu watu wa karibu wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa hukumu hizo, mtume na watu wake hawali sadaka, haifai kwa wao
kula sadaka, yani tahrumu alaihim sadaqa, ni haramu kwa wao kuchukua sadaka. Zawadi na lakini sadaka mtume hapokei wala watu wake, haifai kula sadaka. Kwa hiyo ataingia mtume mwenyewe, Banu Hashim na Banu al-Muttalib wanaingia. Na vile vile ikipatikana ngawira katika ahkamu zake, huku kwenye sadaka wamenyimwa, hapa haifai kupata chukua sadaka. Ikipatikana ngawira, ngawira inagawika sehemu 5. Fungu la kwanza baada ya kugawa sehemu 5 pia nalo linagawika katika sehemu mbalimbali, pia nalo linagawika sehemu 5. Ile fungu la kwanza pia linagawika sehemu 5. Katika yale mafungu 5 kuna fungu la watu wa karibu wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hapa wao wanapewa, wao wanatangulizwa Banu Hashim na Banu al-Muttalib. Kwa hizo ni baadhi ya ahkamu ambazo zinafungamana na kwa hizi Banu Hashim na Banu al-Muttalib. Sababu au moja ya sababu ni hiyo, kwamba hawa wote waliwafikiana, Banu al-Muttalib na Banu Hashim katika. Ama Banu Abdi Shams, watoto wa Abdi Shams, watoto wa Naufal, wao hawakuwafikiana na Muttalib kuwaunga mkono Banu Hashim, pamoja kwamba wote ni ndugu, Hashim, Muttalib, Abdi Shams, Naufal, lakini hawa wawili walikuwa kitu kimoja, hawa wakabakia na Waarabu wengine. Ndio maana hawakupata fadhila ile waliyopata Banu Hashim na Banu al-Muttalib. Ndio anasema hawa wanne, arba'atuhum, hawa wanne abna'u Abdi Manaf, hawa ni watoto wa Abdi Manaf, hawa ni watoto wa Abdi Manaf. Na sababu ya kutaja Ibn Kathir nasaba ya mtume kwa namna hii, anataja babu wa mtume kisha na ndugu zake. Faida yake kubwa ni kujua wale maswahaba ambao nasaba zao zinaenda kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Maswahaba wengi nasaba zao zinaenda kuhusubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam, ima kwenye babu wa 4 au wa 5 au wa 6 au wa 7, wanaenda kukutana kwa sababu ni koo hiyo hiyo ya Quraysh, makabila tofauti lakini wote wanakusanywa na Quraysh. Kwa utakuta nasaba zao zinaingiliana. Kwa hiyo akitaja hivi ndugu kwamba huyu Hashim ndugu yake kadha wa kadha, utajua baadhi ya maswahaba ambao wanakutana na mtume katika babu huyo. Mfano Uthman ibn Affan, khalifa wa 3, anakutana na mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Abdi Manaf, kwa sababu Uthman katika babu zake ni Abdu Shams, katika nasaba yake inaenda mpaka kwa Abdu Shams, ambaye Abdu Shams na Hashim babu wa mtume ni ndugu. Imeeleka hapo. Kwa hiyo nakuwa wamekutana mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume babu yake ni Hashim na huyu Uthman babu yake ni Abdi Shams. Hawa wote Hashim na Abdu Shams ni watoto wa nani? Abdu Manaf. Kwa nasaba yao mtume na Uthman ibn Affan wamekutana hapo kwa Abdu Manaf. Arba'atuhum abna'u Abdi Manaf, hawa wanne ni watoto wa Abdi Manaf. Huu ni babu wa 3 wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa namba 3 ni Abdi Manaf. Abdul Muttalib wa kwanza, wa pili Hashim, wa 3 Abdi Manaf. Abdi Manaf akhi Abdi al-Uzza. Abdi Manaf ni ndugu wa Abdi al-Uzza, ni ndugu wa Abdi al-Uzza wa Abdi Dari, na ni ndugu wa Abdi Dari, ndugu zake wa Abdin, na katika ndugu zake Abdin. Hawa watatu hawa abna'u Qusay, ni watoto wa Qusay. Qusay ni babu wa 4, Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay, babu wa 4 wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hawa ni abna'u Qusay, abna'u Qusay. Alipotaja hapo Abdi Manaf ni ndugu wa Abdi al-Uzza wa Abdi Dari wa Abdi, mkewe mtume sallallahu alayhi wasallam Khadija bintu Khuwailid, mke wake wa kwanza, nasaba yake inafika mpaka kwa Abdi al-Uzza, Abdi al-Uzza.
Kwa hiyo mtume nasaba yake inaenda mpaka kwa Abdi Manaf, Khadija nasaba yake inaenda mpaka kwa Abdul Uzza. Hawa Abdi Manaf ambaye ni babu yake mtume wa Abdul Uzza ambaye ni babu yake Khadija, wote hawa ni watoto wa nani? Wa Qusay. Kwa hiyo Khadija ambaye ni mke wa mtume sallallahu na mtume mwenyewe, nasaba yao inakutana kwa Qusay. Nasaba yao inakutana kwa nani? Kwa Qusay. Wasmuhu Zaid, huyo Qusay jina lake ni Zaid. Tumesema kwamba Waarabu zamani walikuwa laqabu zao, nickname zao zinashuhurika zaidi kuliko majina yao. Kwa hiyo Qusay jina lake ni Zaid, ismuhu Zaid, jina lake ni Zaid. Ameitwa Qusay, amepewa lakabu hii kwa sababu anasema kana qasiyan an qaumihi, alikuwa yuko mbali na watu wake, yani alikaa mbali na watu wake. Lakini baadaye yeye ndo alikuja kuwakusanya Makuraish Makka baada ya kuwa wametawanyika. Makuraish, yani makabila ya Quraish yalikuwa yametapanyika, wamefarikiana. Yeye akaja kuwakusanya, akaweka karibu, ikawa nakaa sehemu moja. Ndio maana lakabu yake nyingine anaitwa Mujammi'. Mujammi' maana yake aliyewakusanya Makuraish baada ya kuwa wamefarikiana. Huyu Qusay wasmuhu Zaid, jina lake ni Zaid. Wa huwa akhu Zuhra. Qusay akhu Zuhra, ni ndugu wa Zuhra. Zuhra ni mwanaume, jina la kiume, yani ni mwanaume, sio mwanamke. Akhu Zuhra ni ndugu wa Zuhra. Ibna Kilab, hawa wawili Qusay na Zuhra ni watoto wawili wa Kilab, babu yake watano Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa wawili hawa Qusay na Zuhra ni ibna Kilab, ni watoto wawili wa Kilab. Yani Kilab watoto wake wa kiume ni hawa wawili, Qusay ambaye ni babu yake Mtume na Zuhra. Huyu Zuhra ni babu yake mama yake Mtume, Amina bintu Wahb ibn Zuhra. Amina nasaba yake inafika mpaka kwa nani? Kwa Zuhra. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, sasa hapo tunaangalia baba yake Mtume Abdullah, baba yake Mtume Abdullah, nasaba yake inaenda mpaka kwa Qusay, na mama yake Mtume nasaba yake inaenda mpaka kwa Zuhra. Hawa wawili Qusay na Zuhra wote hawa ni watoto wa nani? Wa Kilab. Kwa utakuta nasaba ya baba yake Mtume sallallahu alayhi wasallam na nasaba ya mama yake zinakutana kwa babu watano ambaye ni Kilab. Ibna Kilab, hawa wawili Qusay na Zuhra ni watoto wa Kilab. Huu ni babu yake watano Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mpaka hapa ndio nasaba ambayo kila Muislamu anatakiwa jitahidi aijue. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Mpaka hapa mtu anatakiwa ajue. Akhi Taym, huyo Kilab akhi Taym ni ndugu wa Taym, yani katika ndugu zake Kilab ni Taym. Wa Yaqadha abi Makhzum, na Yaqadha ndugu yake wa pili ni Yaqadha ambaye ni abi Makhzum. Kwa hiyo Kilab ndugu zake wawili Taym na Yaqadha abi Makhzum, thalathatuhum, hawa watatu hawa abna Murra, hawa watatu hawa abna Murra ni watoto wa Murra. Babu wa sita wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Murra ibn Kilab ibn Murra. Murra huyu akhi Adi, ni ndugu wa Adi. Wa Husais, na ndugu wa Husais. Jumla kwa ni watatu: Murra mwenyewe, Adi na Husais. Hawa watatu wahum abna'u Ka'b, hawa ni watoto wa Ka'b, babu wa saba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibn Murra ibn Ka'b, babu wa saba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam.
Alipotaja hapo Adi anaingia katika nasaba ya Umar ibn al-Khattab, khalifa wa pili Umar ibn al-Khattab. Nasaba yake inaenda mpaka kwa Adi, na mtume nasaba yake inaenda mpaka kwa Murra. Kwa hiyo Murra na Adi hawa ndugu, hawa wote hawa ni watoto wa nani? Wa Ka'b. Kwa nasaba ya mtume na nasaba ya Umar zinaenda kugongana kwa babu wa saba wa mtume Ka'b. Umeona nasaba zao zinavyoingilia maswahaba na mtume sallallahu alayhi wasallam, nasaba zao zinavyoingiliana. Tumeona Uthman anaingia pale kwa Abd Manaf, na Umar vile vile anaingia kwa Adi. Na huyu Ka'b akhi Amir ni ndugu wa Amir, Wasama na ndugu wa Sama, wa Khuzaima ndugu wa Khuzaima, wa Sa'ad na ndugu wa Sa'ad, wal Harith ndugu wa Al-Harith, wa Auf na ndugu wa Auf. Ka'b huyu ambaye ni babu wa saba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ana ndugu zake wa kiume 6, kawataja 6 hapa, na yeye anakuwa ni wa saba. Sab'atuhum, hawa saba hawa, abna'u Lu'ay, ni watoto wa Lu'ay, babu wa 8 wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa saba ni watoto wa Lu'ay. Lu'ay akhi Taym al-Adram, ni ndugu wa Taym al-Adram, Kisha akasema ibnai Ghalib, watoto wawili wa Ghalib babu wa 9 wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Lu'ay ambaye ni babu wa 8 na ndugu yake Taym al-Adram, hawa wawili hawa ni watoto wa Ghalib babu wa 9 wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ghalib akhi al-Harith, ndugu wa Al-Harith. Huyu Ghalib babu wa 9 wa mtume, katika ndugu zake ni Al-Harith. Wa Muharib, katika ndugu zake ni Muharib. Bani Fihr, kwa Al-Harith, Muharib na Ghalib mwenyewe, jumla kwa ni watatu. Hawa watatu hawa Bani Fihr ni watoto wa Fihr, babu wa 10 wa mtume sallallahu alayhi wasallam, Fihr. Na katika maswahaba ambao nasaba yake inafika mpaka kwa Fihr ni Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, nasaba yake inafika mpaka kwa Fihr. Kwa hiyo wanakutana na mtume sallallahu alayhi wasallam katika babu huyu wa 10. Fihr ni babu wa 10 wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Akhi Al-Harith, huyu Fihr katika ndugu zake ni Al-Harith. Fihr ni ndugu wa Al-Harith ibnai Malik. Al-Harith na Fihr mwenyewe, hawa wawili watoto wa kiume wako wawili, hawa wawili hawa ibnai Malik ni watoto wa Malik, babu wa 11 wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Malik tunasema anaweka namba kwa sababu hapa anataja babu na ndugu zake, kisha baadaye unawakusanya babu wa mtume peke yake. Kwa babu wa 11 ni Malik, na huyu Malik ndugu zake akhi As-Salti, Malik ndugu wa As-Salti, wa Makhladi, ndugu wa As-Salt kwanza, wa pili Makhlad na ndugu wa Makhlad wa pili. Bani An-Nadri, hawa watatu kwa maana As-Salt wa Makhlad na Malik mwenyewe babu wa 11 wa mtume, hawa watatu hawa Bani An-Nadri ni watoto wa An-Nadri, babu wa 12 wa mtume sallallahu alayhi wasallam, babu wa 12. An-Nadri akhi Malik ni ndugu wa Malik,
wa Malkan ni ndugu wa Malik, wa Malkan na ndugu wa Malkan, wa Abdi Manat na vile ni ndugu wa Abdi Manat, wa ghairihim na wengine. Maana yake hapa wapo wengi lakini hakuwataja. An-Nadr ni ndugu wa Malik, Malkan, Abdi Manat wa ghairihim na wengine. Kwa wote hao kuanzia An-Nadhr mwenyewe babu wa 12 wa mtume na hao ndugu zake aliwataja hapo na hao wengine wote hao Bani Kinana ni watoto wa Kinana. Kinana ni babu wa 13 wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Bani Kinana ni babu wa 13 wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Akhi Asadin, Kinana ni ndugu wa Asad, wa Asadata na ni ndugu wa Asadata, walhuni na ndugu wa Alhun. Hao Asad, Asada, Hun na Kinana mwenyewe Bani Khuzaima ni watoto wa Khuzaima, babu wa 14 wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Bani Khuzaima, Khuzaima ni babu wa 14. Akhi Hudhail, Akhi Hudhail, Khuzaima ni ndugu wa Hudhail. Khuzaima ni ndugu wa Hudhail. Kwa hiyo wawili, Khuzaima babu wa 14 wa mtume na ndugu yake Hudhail wako wawili. Hawa wawili Ibnu Mudrika ni watoto wa Mudrika. Ibni Mudrika ni watoto wa Mudrika. Mudrika ni babu wa 15 wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipotaja Hudhail hapo, sahaba anaingia hapo ni Abdullah ibn Mas'ud al-Hudhali. Nasaba yake na mtume inagongana hapa kwa Mudrika. Nasaba yake na mtume inagongana hapa kwa Mudrika, kwa sababu mtume nasaba yake inaenda kwa Khuzaima na Abdullah ibn Mas'ud inafika kwa Hudhail, na hawa wote wawili ni ndugu wa Mudrika, babu wa 15 wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasmuhu Amr, na Mudrika huyu jina lake ni Amr. Kwa hili ni lakabu yake. Mudrika ni lakabu yake, jina lake lenyewe ni Amr. Wa huwa akhu Tabikha, wa huwa akhu Tabikha, na yeye Mudrika ni ndugu wa Tabikha. Katika ndugu zake ni Tabikha. Kwa hiyo Mudrika yeye mwenyewe wa kwanza, ndugu yake wa pili Tabikha. Wasmuhu Amir, Tabikha huyu jina lake ni Amir. Wa Qam'a, ndugu yake watatu ni Qam'a. Mudrika mwenyewe, Tabikha na Qam'a, hawa watatu hawa. Wa thalathatuhum abna'u Ilyas, hawa watatu ni watoto wa Ilyas, babu wa 16 wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ilyas huyu, Ilyas akhi An-Nas, ndugu wa An-Nas. Wa huwa Ailan, huyu An-Nas jina lake ni Ailan, lakabu yake ni An-Nas, jina lake ni Ailan. Walidu Qais kulliha, ndio baba wa kabila la Qais. Yani kabila la Qais linarudi kwa huyu An-Nas, Ailan ndo maana yake. Walidu Qais kulliha, ni baba wa kabila la Qais lote, narejea kwake yeye. Kwa hiyo hapa tuna Ilyas na tuna huyu An-Nas wawili, kilahuma wote hawa wawili waladu Mudhar, ni watoto wa Mudhar. Mudhar ni babu wa 17 wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kilahuma wote hawa wawili, Ilyas na ndugu yake An-Nas, ni watoto wa Mudhar, ambaye Mudhar ni babu wa 17 wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema
akhi Rabi'a. Huyu Mudhar huyu katika ndugu zake ni Rabi'a. Akhi Rabi'a ni ndugu wa Rabi'a. Wa huma, na hawa wawili, kwa maana Mudhar babu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa 17 na ndugu yake Rabi'a, hawa wawili hawa as-sarihani, wako wazi, min waladi Ismail, ni katika watoto wa Ismail. Yani Mudhar na Rabi'a hakuna shaka, sarihan, wako wazi kwamba ni watoto wa Ismail. Yani manake nasaba yao inafika mpaka kwa Ismail, Mudhar na Rabi'a. Na Waarabu Adnania, kama tutavyoona mbele, Waarabu Adnania, yani Adnania manake ni wale Waarabu ambao nasaba yao inafika mpaka kwa babu wa 20. Tutaona hapo Adnan. Waarabu wote nasaba yao inafika kwa Adnan, wanaitwa Adnania. Hawa Adnania ndani yake kuna makabila mawili makubwa, ndio Mudhar na Rabi'a, ambao hawa moja kwa moja nasaba yao inaenda mpaka kwa Ismail. Kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye nasaba yake imepita kwa Mudhar, kwa hiyo moja kwa moja pia nasaba yake Mtume inaenda kwa nani? Kwa Ismail alayhi salam. Ndio maana akasema Mudhar na Rabi'a, hawa wawili hawa na watoto wao, na wahuma sarihani min walad Ismail, hawa wako wazi, ni katika watoto wa Ismail. Kisha kaendelea wa akhi Anmar, wa akhi Anmar, na huyo Mudhar pia katika ndugu zake, kiachana Rabi'a, katika ndugu zake ni Anmar. Wa akhi Anmar ni ndugu pia wa Anmar. Wa Iyad, na ni ndugu wa Iyad. Kwa hiyo hawa wako wanne wanaume, Mudhar, Rabi'a. Hawa wawili Mudhar na Rabi'a moja kwa moja nasaba yao mpaka kwa Ismail. Ama ndugu zao wengine hawa Anmar na Iyad haifiki kwa Ismail, Anmar na Iyad. Kisha akasema hawa wawili hawa Anmar na Iyad waqad tayamana, hawa walielekea Yaman. Tayamana manake walielekea pande za Yaman. Hawa wawili walitoka huko waliko, waqad tayamana, na kwa hakika walielekea pande za Yaman, Anmar na Iyad. Arba'atuhum, hawa wanne, kwa maana Mudhar, Rabi'a, Anmar, Iyad, arba'atuhum, hawa wanne hawa auladu Nizarin, ni watoto wa Nizar, babu wa 18 wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu Nizar akhi Qudaa, ndugu wa Qudaa. Nizar ni ndugu wa Qudaa fi qawli akthari ahli nasabi, katika kauli ya wanawachuoni wengi wa nasaba, katika kauli ya wanawachuoni wengi wa nasaba, yani wale wanawachuoni ambao wamejishughulisha na elimu ya nasaba, kwa sababu kufahamu nasaba pia ni elimu. Kuna elimu inaitwa ilmu al-ansab, elimu ya nasaba. Sisi huku kwetu hatutulii umuhimu jambo la nasaba. Ndio maana mtu akijua nasaba yake sana sana amefika babu wa 5 wa 6, nasaba yake sana sana ataishia babu wa 5 au wa 6, hawezi kutajia babu wa 7 na kuendelea, hata 10 hawezi kufikisha, kwa sababu hatujatilia umuhimu nasaba. Lakini Waarabu walikuwa wanatilia umuhimu nasaba kipindi hicho, so Waarabu wa sasa, Waarabu wa kipindi hicho, na wako wengine baadhi yao pia bado jambo hilo wako nalo. Lakini zamani Waarabu walikuwa wanatilia umuhimu nasaba, ikawa kuna elimu kabisa, mtu anasomea ilmu al-ansab, na wale waliosomea wanazingatiwa ni ahlun nasab, wanaochuoni wa nasaba, maana wanafahamu. Kwa utakuta mtu anajua mpaka babu yake wa 20, anakutajia babu yake wa kwanza mpaka wa 20, 30 mpaka 40. Kwa nini? Wanatilia umuhimu nasaba, na ni jambo zuri kutilia umuhimu nasaba. Maana wewe unazaa mtoto unamfundisha nasaba yake, anajua, na yeye akizaa anafundisha nasaba yake, na wewe akizaa anafundisha, anakuwa anamjua mpaka babu yake wa 10. Inakuwa ni sababu hata katika kuombea dua anaweza akawataja majina, kwa sababu katika jambo ambalo linamnufaisha maiti ni dua.
au waladun salihun yad'u lahu, au mtoto mwema akamwombea mzazi wake. Kwa hiyo mtu kama ikiwa hajui babu zake, mtu hatujui babu zetu, tunajua mpaka wanne wangapi, kwa hiyo pengine anaweza kuwa ni sababu ya kukosa ile fadhili ya dua. Inabakia tu dua ya kiujumla, bakia tu kiujumla, Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe babu zetu, awarehemu babu zetu. Lakini lao kama ingekuwa mtu anajua majina yao, maki anawataja kabisa katika dua zake, fulani fulani, kwa sababu alikuwa ni babu yangu, kwa sababu ya kujua nasaba. Kuna jambo muhimu, akhi Quda'ata fi qawli akthari ahli an-nasab. Huyu Nizar ambaye ni babu wa 18 wa mtume, ni ndugu wa Qudaa katika kauli ya wengi katika watu wa nasaba, yani wenye kujua nasaba, kwamba Nizar ndugu yake alikuwa ni Qudaa. Wawili hawa kilahuma ibna Ma'addin, wote hawa wawili ni watoto wa Ma'addin ambaye ni babu wa 19 wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ibnu Adnan. Ma'addin ni mtoto wa Adnan ambaye ni babu wa 20 wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mpaka hapa nasaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuanzia babu yake wa kwanza Abdul Muttalib mpaka Adnan, hakuna khilafu katika idadi yao kuwa ni 20, na hakuna khilafu katika majina yao kama tulivyotaja hapo. Kisha baada ya hapo wanaochuoni umetofautiana mpaka kwa Ismail, nasaba ya mtume mpaka kwa Ismail, kuanzia Adnan babu yake wa 20 mpaka kwa Ismail, wanaochuoni umetofautiana idadi ya mababu kama tutavyoona, wengine wanasema 9, wengine wako 40 mpaka kwa Ismail, wengine sijui wako kadha, na vile majina yao pia wametofautiana. Fajami'u qabail al-arabi, anasema mtunzi wa kitabu baada ya kutaja nasaba ya mtume mpaka babu yake wa 20, fajami'u qabail al-arab, makabila yote ya Waarabu. Na hapa anakusudia aliposema makabila yote ya Waarabu, Waarabu ambao nasaba zao zinapita kwa Adnan, yani Waarabu ambao ni Adnaniya, so Waarabu wote, Waarabu ambao ni Adnaniya nasaba zao nafika kwa Adnan, babu wa 20 wa mtume. Fajami'u qabail al-arab yantasibuna, wananasibika ila man dhakartu, kwa hao niliowataja, min abna'i Adnan, katika watoto wa Adnan. Kwa wale Waarabu Adnania makabila yao yote basi wanarudi katika watoto wa Adnan. Takuta ima kwa Mudhar au kwa Abd Manaf au kwa Ka'ab au kwa, yani katika hawa watoto babu zake mtume au wale ndugu zao ambao amewataja hapa, hawatoki nje ya hapo. Wale Waarabu ambao nasaba yao inafika kwa Adnan basi hawatoki katika watoto wake. وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري في كتاب الإنباه بمعرفة قبائل الرواه بيانا شافيا رحمه الله تعالى. أنا سمع وقد بين ذلك أمتاج هيلو، أمبينيش هيلو الحافظ mwanachuoni huyu Abu Umar An-Namari. Abu Umar ambaye ni An-Namari mwenye kunasibishwa sehemu hiyo ni jina la sehemu An-Namari. Abu Umar kunia yake, An-Namari anayesibishwa sehemu ya An-Namar, na huyu ndio yule mwanachuoni maarufu kwa Ibn Abdul Barri. Sisi tunamfahamu kwa Ibn Abdul Barri. Ibn Abdul Barri kunia yake ni hiyo, Abu Umar anasibishwa sehemu ya An-Namar. Amebainisha hilo katika kitabu Al-Imbahu chenye jina la Al-Imbahu bimaarifati qabaili ruwah. Al-Imbah malaki kuwazindua watu kufahamu makabila ya wapokezi. Arwat ni wale wapokezi wa habari, wapokezi wa hadithi. Kwa hiyo huyu Ibn Abdul Barri ameandika kitabu maalum katika kufahamu makabila yao. Al-Imbah kuwazindua watu kufahamu makabila ya wapokezi. Kwa hiyo amebainisha katika kitabu chake hichi hayo ambayo ameeleza mtunzi wa kitabu katika nasaba ya mtume, bayanan shafian, ubainifu wenye kutosheleza, rahimahullahu ta'ala, Allah amrehim. Katika aliyoyabainisha ni haya, anasema huyo
Ibn Abd al-Barr Abu Umar katika alobainisha ni haya kwenye kitabu chake, anasema wa quraishun ala qawli akthari ahli an-nasab hum alladhina yantasibuna ila Fihri ibn Malik ibn an-Nadr ibn Kinana. Na makuraishi ala qawli, kwa qawli ya akthari ahli an-nasab, kwa qawli ya wengi katika watu wa nasaba, wale wenye elimu ya nasaba. Makuraishi humul ladhina, ni wale ambao yantasibuna, wananasibika ila Fihri ibn Malik. Kwa nani? Fihri. Ukiangalia Fihri huku tumemtaja ni babu wangapi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Babu wangapi? Babu wa 10 wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Makuraish ni wale ambao nasaba zao zinafika paka kwa babu wa 10 wa Mtume ambaye ni Fihri, ambaye huyu Fihri ni Ibn Malik, mtoto wa Malik, na huyu Malik ibn an-Nadhr ni mtoto wa an-Nadhr ibn Kinana kama tulivyoona. Kwa hiyo ikiwa mtu anasema yeye ni Mquraish, unaangalia nasaba yake inafika kwa Fihri. Ikiwa inafika kwa Fihri, naam, anta qurashi, kwamba wewe ni Mquraish. Ikiwa nasaba yake imepinda, haifiki kwa Fihri, maana wewe sio Mquraish, kwa kauli ya wengi katika watu wa nasaba. Wa anshadu fi dhalik, wakataja mashairi katika hilo, wakaimba shairi katika hilo, yani kwamba Makuraish ni wale ambao nasaba yao inafika kwa Fihri. Na katika mashairi hayo ni haya maneno: Qusayun la amri kana yud'a mujammi'a bihi jamaa Allahu alqabaila min Fihri. Manake Waarabu wenyewe walikuwa wanaimba haya maneno yenye kuashiria makabila ya Kikuraishi yanarejea kutoka kwa nani? Kwa Fihri, babu wa 10 wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa kimba Qusayun. Qusay tumeona ni babu wa 4 wa Mtume. Huyu Qusay la amri, ninaapa, kana yud'a mujammi'a, alikuwa anaitwa mujammi'a, mwenye kukusanya. Kwa nini anaitwa mujammi'a, mwenye kukusanya? Kwa sababu aliwakusanya Makuraish, alikusanya makabila ya Kikuraish baada ya kuwa yametafanyika, yamefarakiana, akawakusanya sehemu moja pembezoni mwa Kaaba, ikawa anakaa karibu na Kaaba. Bihi, kupitia yeye Qusay, bihi, kupitia yeye, jamaa Allahu alqabaila, Allah aliyakusanya makabila ya Kikuraish, kwa sababu yeye ndio aliwakusanya baada ya kuwa wamefarikiana. Kwa kupitia Qusay Allah akawakusanya, akayakusanya makabila ya Kikuraishi min Fihri, yenye kutokana na Fihri. Kwa hiyo Waarabu wenyewe ikawa wanasema kwamba makabila ya Quraishi yanatokana na nani? Na Fihri. Kwa haya maneno, kupitia Qusay Allah subhanahu wa ta'ala ameyakusanya makabila ya Kikuraishi min Fihri, yenye kutokana na Fihri, babu yake Mtume wa 10. Hiyo kauli ya kwanza. Kauli ya kwanza kwamba Makuraish ni wale ambao nasaba yao inafika mpaka kwa nani? Kwa Fihri. Waqila, pakasemwa, anaendelea huyu mwanachuoni Abu Umar ibn Abd al-Barr, waqila, pakasema kauli ya pili hiyo. Na hii kauli ya pili hii atakayotaja hapa ndiyo kauli ambayo mtunzi wetu wa kitabu anaitia nguvu. Yani mtunzi wetu wa kitabu yeye anaichukua hii kauli ya pili, si kauli ya kwanza. Waqila, pakasemwa, bal jima'u Quraish huwa an-Nadhr ibn Kinana. Jima'u Quraish huwa an-Nadhr ibn Kinana. Pakasemwa bali makutano ya Makuraish, jima'u Quraish, makutano ya Makuraish, Makuraish wote wanakutana kwa an-Nadhr ibn Kinana. An-Nadhr ibn Kinana ni babu wa 12 wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kauli ya kwanza kwa Makuraish ni wale ambao nasaba yao inaenda paka kwa Fihri, babu wa 10. Kauli ya pili inaenda kwa an-Nadhr 12. Tofauti yake ni tofauti yake ni ndogo. Tofauti yake ni ndogo. Kwa maana
kwa kauli ya kwanza kwamba Makuraish ni wale ambao nasaba yao inafika kwa fihri, ikitokea mtu nasaba yake inafika kwa an-nadhr, nasaba yake inafika kwa an-nadhr, haijapita kwa fihri, kwa kauli ya kwanza nasaba yake inafika kwa an-nadhr kupitia watoto wengine, yani kupitia watoto wengine mpaka kwa an-nadhr, haijapita kwa fihri. Kwa kauli ya kwanza maana yake huyu si Mquraish, hata kama ikiwa imefika kwa nani? Kwa an-nadhr. Imefika kwa an-nadhr kupitia watoto wengine, sio watoto wa fihri, kupitia watoto wengine. Lakini imefika kwa an-nadhr kwa kauli ya kwanza kwamba huyu si Mquraishi, kwa sababu Mquraishi ni yule ambaye nasaba yake imefika kwa nani? Kwa fihri. Lakini kwa kauli ya pili huyu pia naye ni Mquraishi, hata kama ikiwa haijapita kwa fihri, lakini imefika kwa an-nadhr kwa watoto wengine, huyu pia naye ni Mquraishi. Bal jima'u Quraish, kauli ya pili kwamba makutano ya Quraish ni an-Nadhr ibn Kinana ambaye ni babu wa 12 wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa alayhi aktharul ulama wal muhaqqiqin, na juu ya kauli hii na katika kauli hii aktharul ulama, kuna wanaochuoni wengi na uhakiki wengi wanasema kwamba Quraish ni wale ambao inafika nasaba yao kwa an-Nadhr ibn Kinana na sio fihri, kwa an-Nadhr ibn Kinana. Wastudilla ala dhalika, ikajengwa hoja juu ya hilo, kwa maana Quraish ni wale ambao inafika kwa an-Nadhr bil hadithi alladhi dhakarahu Abu Umar, kwa ile hadithi ambayo ameitaja mwanachuoni Abu Umar ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala, Allah mrehemu. Hadithi hii ani al-Ash'ath, inatoka kwa Ash'ath ibn Qais sahabahu radiyallahu anhu, Allah mridhie. Qala, amesema huyu sahaba, qadimtu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, nilienda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, nilifika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam fi wafdi Kinda, pamoja na ugeni wa Kinda, ani akiwa katika ugeni wa kabila la Kinda. Kabila hili lilitoka huko lilipotoka likaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwao walikuwa ni Ash'ath ibn Qais. Ndio anasema nilifika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina fi wafdi Kinda, ay ma'a wafdi Kinda, pamoja na ugeni wa Kinda. Ule ugeni wa Kinda ulienda kwa Mtume, mimi nilikuwa miongoni mwao. Nilipofika faqultu, nikasema kumwambia Mtume, alastum minna ya Rasulullah, hivi alastum minna, hamtokani na sisi ewe Mtume, kwamba nyinyi wa Quraish hivi hamtokani na sisi, hamtokani na sisi kabila la Kinda ewe Mtume wa Allah? Qala la, hapana, sisi hatutokani na nyinyi, hatutokani na Kinda sisi, hapana. Nahnu banu an-Nadhr ibn Kinana, sisi Quraishi ni watoto wa an-Nadhr ibn Kinana. Kwa hiyo kwa maneno haya ya Mtume hakusema nahnu banu Fihr, hakuishia kwa Fihr, akasema nahnu banu an-Nadhr ibn Kinana, sisi ni watoto na koo ya an-Nadhr ibn Kinana. Kwa hiyo hapa ndo makusudio, kwa maana makusudio wa Quraish ni wale ambao nasaba yao inafika kwa babu wa 12 wa Mtume ambaye ni an-Nadhr, mtoto wa Kinana. Kisha Mtume akamalizia kusema la naqfu ummana wala nantafi min abina, la naqfu ummana, hatujinasibishi upande wa mama. Ndio la naqfu ummana, manake hatujinasibishi upande wa mama, wala nantafi min abina, na wala hatuachi kujinasibisha upande wa baba. La naqfu ummana, hatujinasibishi upande wa mama, wala nantafi min abina, na wala hatuachi kujinasibisha upande wa baba. Na huu ndio utaratibu. Kama utaratibu, nasaba inakuwa ni upande wa baba, sio upande wa mama. Nasaba inakuwa ni upande wa baba na wala sio upande wa mama, isipokuwa ikitokea mtoto huyo kisheria, yani kisheria ya Uislamu, anazingatiwa hana baba, sasa hapo atanasibishwa kwa mama yake. Mfano waladu zina, mtoto wa zina, nasaba yake inakuwa kwa mama yake. Kwa yule ambaye kisheria ya Uislamu hana baba kisheria, maana yake hazingatiwi kwamba ni baba yake huyu kisheria,
basi atanasibishwa kwa mama yake. Lakini kinyume na hivyo, nasaba inakuwa ni upande wa baba. Hiyo ndo asili. Nasaba ni upande wa baba na sio upande wa mama, kama Mtume alivyosema, la naqfu ummana, hatujinasibishi upande wa mama, wala nantafi min abina, na wala hatuachi kujinasibisha upande wa baba. وقد رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن. وقد رواه ameipokea hadithi hiyo Ibn Majah, mwanachuoni Ibn Majah ni mtunzi wa kitabu cha hadithi. Ameipokea hadithi hiyo Ibn Majah fi sunanihi, katika kitabu chake Sunanu Ibn Majah, katika sunna yake, katika sunani yake ambaye ni Sunanu Ibn Majah. Amepokea bi isnadin hasan, kwa mapokezi mazuri yasiyokuwa dhaifu, yanakubalika kwa watu wa hadithi. Kwa hiyo ni hadithi sahihi. Wafihi, na ndani ya hadithi hiyo vile vile, yani hadithi hii ameipokea huyu mwanachuoni Ibn Majah katika sunna yake, tena kwa mapokezi mazuri kwa namna nyingine. Wafihi, na ndani yake, ndani ya hayo aliyopokea Ibn Majah, fakana al-Ash'ath yaqulu, yani baada ya maneno hayo ya Mtume kumwambia yule bwana Ash'ath, sahaba radhiyallahu anhu, ikawa yule sahaba sasa anasema, la uta bi rajulin, siletewi mtu yoyote, nafa rajulan min quraish, amemkataa mtu katika Quraish, min an-Nadhr ibn Kinana, anayetokana na an-Nadhr ibn Kinana, illa jallatuhu al-hadda, isipokuwa nampiga mijeledi kama adhabu. Illa jallatuhu, isipokuwa nampiga mijeledi al-hadda kama adhabu, uqubatan la, ikiwa ni adhabu yake. Illa jallatuhu al-hadda, isipokuwa nampiga mijeledi ikiwa ni adhabu yake. Kwa nini? Kwa sababu Mtume kashasema kwamba sisi Makuraishi tunatokana na an-Nadhr ibn Kinana, na huyu amedai kwamba yeye nasaba yake, au tukaona kwa nasaba yake nafika kwa an-Nadhr ibn Kinana, basi ni Mkuraishi. Ikawa anasema sahaba, siletewi mtu yoyote, amemkataa mtu katika Makuraishi anayetokana na an-Nadhr ibn Kinana, isipokuwa nampiga mijeledi ikiwa ni adhabu yake. Waqila, hii kauli ya tatu. Kauli ya kwanza Makuraishi kwamba ni wale ambao nasaba zao zinafika kwa Fihr, babu wa 10 wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kauli ya pili ambayo ameitia nguvu mtunzi wa kitabu kwamba ni ile ambayo inafika nasaba yao kwa Makuraishi, inafika nasaba yao kwa an-Nadhr ibn Kinana, babu wa 12 wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kauli ya tatu, inna jimaa Quraish, makutano ya Makuraish wote, makabila yote ya Quraish, ni Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar. Ni Ilyas ambaye ni mtoto wa Mudhar, mtoto wa Nizar. Na Ilyas tumeona ni babu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wangapi? Wa 16. Ilyas wa 16. Kwa hiyo wako waliosema hivyo kwamba Makuraish ni wale ambao nasaba zao zinafika mpaka kwa Ilyas. Waqila, kauli ngapi hiyo? Ya 4. Na wako waliosema bal jimaa'uhum, makutano yao Makuraishi, abuhu, kwa baba yake Ilyas ambaye ni Mudhar. Makutano yao ni kwa baba yake Ilyas ambaye ni Mudhar. Kisha akasema mtunzi wa kitabu Imam Ibn Kathir, wa huma qawlani, na hizi za mwisho hizi waliosema kwamba Makuraish ni wale ambao nasaba yao inaenda kwa Ilyas, wengine wakasema inaenda kwa Mudhar baba yake Ilyas. Hizi kauli mbili, wa huma qawlani, hizo ni kauli mbili li baadhi ashabi Shafi'i, ni kauli mbili za baadhi ya wanafunzi wa Imam Ash-Shafi'i, ni kauli mbili za baadhi ya wanafunzi wa Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Hakahuma, amzitaja kauli hizo mbili Abul Qasim, mwanachuoni huyu Abul Qasim Abdul Karim Ar-Rafi'i, mwanachuoni mkubwa katika madhhabu ya Ash-Shafi'iyya, amezitaja fi sharhihi, katika sharhi yake, katika kitabu chake. Ana kitabu chake akataja kauli hizo mbili katika sharhi yake. Huenda sharhi yake ni ile inayoitwa Fathul Aziz bi Sharhi al-Wajiz. Huyu mwanachuoni Ar-Rafi'i
ana sharhi yake inaitwa Fathul Azizi bi Sharhi al-Wajiz. Akataja kwenye sharhi hiyo kauli hizo mbili kutoka kwa baadhi ya wanafunzi wa Imam Shafi'i, wahuma wajhani, na hizo ni kauli mbili gharibani jidda, ni ngeni mno, ni kauli mbili ambazo ni ngeni, maana yake ziko mbali na usawa, bali kauli zenye ukaribu na usawa ni hizo ambazo mbili kazitanguliza. Kisha anamalizia kusema Imam Ibn Kathir, fa amma qabailul Yaman, ama makabila ya Yaman. Sasa shatoka makabila ya Quraysh, ama makabila ya Yaman kahimyara, kama kabila la Himyar. Yaman kuna kabila linaloitwa Himyar, wa Hadramaut, na kuna kabila linaloitwa Hadramaut, wa Saba, na mfano kabila la Saba. Haya makabila matatu haya Yaman, wa ghairu dhalika, na yasiyo kwa hayo, na makabila mengine ya huko Yaman. Fa ulaika min Qahtana, makabila hayo yanatokana na Qahtan, katika babu yao huko mwanzo ni Qahtan. Kwa makabila ya Yaman yanatokana na nani? Na Qahtan. Kama vile makabila ya Quraysh yanatokana na Adnan, yanafika mpaka kwa Adnan. Ama makabila ya Yaman yanatokana na Qahtan. Laysu min Adnana, makabila ya Yaman na Waarabu wa Yaman sio katika Adnan, hawatokani na Adnan, nasaba yao haifiki mpaka kwa Adnan. Wa Qudaa, kisha kuna Qudaa. Qudaa sasa hii ni koo nyingine, Qudaa ni koo nyingine. Mkiangalia kwenye nasaba tuliyotaja, ukiangalia babu wa 18, ukirudi nyuma, babu wa 18 wa mtume ambaye ni Nizar, akasema hapa akhi Qudaa, Nizar ni ndugu wa Qudaa, Nizar ni ndugu wa Qudaa. Kwa huyu Qudaa huyu na yeye akana kisasi chake, na yake na watoto wake, ana koo yake. Sasa wakatofautiana wanaochuoni nasaba ya hii koo ya Qudaa. Je, Qudaa wanaingia kwenye ile nasaba ya Adnan au wanaingia kwenye nasaba ya hawa Qahtan Yaman? Wakatofautiana hapa. Anasema wa Qudaatu fiha thalathatu aqwal, kwenye hii koo ya Qudaa kuna kauli tatu. Qila, kauli ya kwanza, innaha min al-Adnaniyya, kwamba Qudaa na watoto wake na koo yake na kisasi chake ni katika koo ya Adnaniyya, maana yake inapita katika nasaba ya mtume. Na hii ndio kauli ya wengi katika ahlun nasab, wengi katika watu wa nasaba. Kwa nini? Kwa sababu huyu ni ndugu wa Nizar, babu wa 18 wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na Nizar inafika nasaba yake mpaka kwa Adnan. Kwa hiyo Qudaa pia kama ikiwa ni ndugu wa Nizar, pia nasaba yake itafika kwa Adnan, kwa sababu wote ndugu hawa. Kwa hiyo hiyo ndio kauli ya wengi katika watu wa nasaba, kwamba Qudaa pia ni katika Adnaniyya. Waqila, na wako walisema hapana, huyu ni Qahtaniyya, huyu anatokana na Qahtan, makabila ya Yaman. Qahtan huyo ni babu katika makabila ya Yaman huko, Himyar, Hadramaut, Saba na mfano wake. Waqila, kauli ya tatu sasa. Kwa kauli ya kwanza ni katika Adnaniyya, Qahtaniyya. Kwa mpaka hapa tuna Waarabu aina mbili, kuna Qahtaniyya ambao haya ni makabila ya Yaman, na kuna Adnaniyya ambao haya ni makabila mengi ya Quraysh ya Makkah. Kwa hiyo Qudaa anaingia wapi? Wako walisema ni Adnaniyya, na hiyo ndio kauli yenye nguvu, na wako walisema ni Qahtaniyya, anaingia kwenye makabila ya Yaman. Waqila, kauli ya tatu, batnun thalithun, Qudaa ni koo ya tatu inayojitegemea, la min haulai, sio katika koo ya Adnaniyya, wala min haulai, na wala sio katika koo ya Qahtaniyya, ni koo nyingine. Kwa kuna Adnaniyya, kuna Qahtaniyya na kuna Qudaa. Sheikh anasema mtunzi wa kitabu, wa huwa gharibun, lakini kauli hii kwamba Qudaa ni koo inajitegemea, hawaingii huku wala huku, kauli hii ni gharibun, ni ngeni, iko mbali na usawa. Hakahu Abu Umar, ameitaja kauli hii Abu Umar, wa ghairuhu, na wanaochuoni wengine katika elimu ya an-nasab, katika elimu ya an-nasab. Mpaka hapa tutakuwa tumemaliza hii sehemu ya kwanza
fasli ya kwanza katika kutaja nasaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika Uislamu na atufishe hali ya kuwa naturidhia, innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi.